kutambua uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo kati yetu. Sakramenti zingine tunaziadhimisha na ubatizo, Ekaristi Takatifu na sakramenti zingine zinafanya kazi kwa wakati wake, lakini kwa namna ya pekee hii ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo imepewa hadhi ya sherehe, kwamba adhimisho hili lifanyike. Zaidi sana ni kukumbushwa juu ya uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu tunayopokea katika kila adhimisho la misa linapofanyika. Na si hivyo tu, sakramenti ya Ekaristi Takatifu mtu anaweza akapokea pale pengine unapohitaji au umeugua hadi akaleta huduma hii, kwa sababu tu ya umuhimu na uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo katika sakramenti yake hii. Na mwanzo wa sakramenti hii kuwekwa ni siku ya Alhamisi Kuu. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu iliwekwa siku ya Alhamisi Kuu ile la saba, chakula cha mwisho alichotumia Bwana wetu Yesu Kristo na mitume wake. Anakaa pamoja nao, anawalisha chakula hicho, wanakila, wanamshukuru kwa kula chakula hicho cha kiroho pamoja naye. Lakini baadaye katika siku ya Alhamisi Kuu aliweka wahudumu wa sakramenti hii ya Ekaristi Takatifu, daraja takatifu la nini? La upadre. Aliweka hili ili wahudumu wake waendelee kuwepo, watakaoiandaa chakula hicho mara kwa mara kwa ajili ya hitaji la waumini, kwa ajili ya hitaji la watu wanaoamini na kupokea. Aliweka daraja takatifu la upadre, ndio waadimishi wa sakramenti hii. Waumini mnapokea chakula hicho cha kiroho na kinawafaa kwa ajili ya manufaa ya roho zetu, na ndiyo maana tunapata nguvu ya kuishi imani yetu, kwa sababu Kristo yu ndani yetu na sisi tuko ndani yake. Kwa kupokea, tukipokea kwa imani, Kristo anakuwa ndani yetu na sisi tunakuwa ndani yake, katika maana kwamba yeye anakuwa sehemu yetu. Wapendwa, adhimisho hili tunalolifanya siku ya leo lina connection nzuri na Agano la Kale, kitu kinachofanana na Ekaristi Takatifu, lakini hatuipi hadhi ya kuwa ni Ekaristi Takatifu, bali tunaichukulia kama nguvu ya kimungu iliyotenda kazi yake ndani ya chakula alichotoa Mwenyezi Mungu kwa watu